tusimame kwenye imani zetu. Tusimame kwenye nini? Na nikupongeze Baba Paroko. Hii kazi mmefanya ni kubwa sana. Naamini hii inaonyesha ushirikiano ulivyo kwenye jumuiya zetu, kwenye vigango vyetu na parokia kwa ujumla. Tuendelee kumtumikia Mwenyezi Mungu, tukiamini yeye ndio muweza wa kila kitu. Si ndio jamani? Lakini Baba Paroko, kama nilivyosema awali, kwenye kuyumba kwenye imani huko na ndiko ambako tunaenda kupotoshwa. Akitokea kiongozi mmoja tu akatuteka akili, akataka tuvuruge, na tumesema uongozi wowote, mamlaka yote imewekwa na Mwenyezi Mungu, si ndio? Tusiyumbe yumbe. Akatokea kiongozi mmoja akasema, akatuchonganisha, akafanya mamlaka isiheshimike ambayo imewekwa na Mwenyezi Mungu. Anakuwa anamkosea nani? Sasa tunaamini viongozi wa kiroho mnatuongoza katika hali ya amani na utulivu. Kwa wakitokea viongozi wa namna hiyo, Tarime tusiwakubali. Tusimame kwenye imani zetu, tusimame tukiamini kwamba mamlaka zote zimewekwa na Mwenyezi Mungu na wote tuna wajibu wa kuziheshimu. Lakini na sisi viongozi wa serikali hatuwezi kufanya kazi kama hatutafanya ushirikiano na viongozi wa kiroho. Wananchi tunaowaongoza ndio hao ambao viongozi wetu wa kiroho wanaoongoza. Au uongo? Kwa lazima tushirikiane vizuri kuhakikisha kwamba tunajibu kero zao, lakini tunajibu makovu ambayo wanayo. Baba Paroko, tumezungumzia migogoro mingi ipo kwenye jamii yetu ambayo tuna wajibu wa kuitatua wote kwa pamoja. Na wapo watu ambao ni visababishi vya migogoro. Kuna migogoro ya ardhi, kuna migogoro ya ndoa. Hapa tukasema watu wanyanyue mikono kwenye migogoro ya ndoa, watanyosha wengi. Au uongo? Kwa nashukuru kwamba viongozi wetu wa kiroho mmekuwa mkiwatibu watu kiroho na utulivu unaendelea. Na sisi tuna wajibu wa kuja huko kutatua migogoro. Na niwaombe waumini wote, kwa huko tunakotoka, tujiepushe kusababisha migogoro isiyokuwa na faida. Tukifanya hii migogoro tukaendelea nayo, tukadumu nayo, maana yake tunajirudisha nyuma kimaendeleo. Lakini kuna utumiaji mkubwa sana wa madawa ya kulevya kwenye maeneo yetu. Ingawa tumepunguza kwa kiasi kikubwa, lakini bado wapo wachache wanaendelea kutumia. Tukiendekeza hiyo kitu, tutaua taifa letu. Maana nguvu kazi ya taifa inaenda kupotea. Kwa kila mmoja ajitahidi kwenda kukemea wale wanaolima bangi, wale wanaosafirisha na wale wanaotumia. Kila mmoja wao kiongozi wa mwenzie. Tukiendekeza hivi vitu ndio vinasababishia matendo ambayo hayana afya kwenye jamii yetu. Tutashuhudia mauaji, tutashuhudia vitendo vya ukatili wa kijinsia kwa sababu ya matumizi ya madawa ya kulevya. Kwa hiyo amani tulionayo mimi naifananisha na mboni ya jicho. Jamani, mti ukiingia kwenye jicho litabaki kwa salama? Amani tulionayo naifananisha na yai. Hapa nimeona mlikuwa mnaleta mayai sehemu ya machangizo, na nilikuwa naona mnaweka kwa taratibu kwenye kile kikapu. Nilikuwa najifunza kitu kwamba je, lile yai likianguka chini unaweza kulizoa likarudi kama lilivyokuwa? Basi tufananishe na amani. Kila mmoja wetu kwa nafasi yake hakikisha nasimamia amani na utulivu ambavyo tunavyo. Amina. Ili tusihangaike kama nchi zingine, siwezi kuzitaja, ambako wanaishi kwa shida, mahangaiko, akina mama, wazee, watoto wanatangatanga na vita zinaendelea. Sisi Tarime na Tanzania tuvikatae, ili tuendelee kufurahia matunda ya amani ambayo wasisi wetu wametutengenezea. Viongozi wetu wa dini wamekuwa wakihubiri kila kukicha, tudumishe amani. Tarime ni watu wema. Tarime ni watu wakarimu sana, ni watu ambao wana upendo wa hali ya juu sana. Na matendo haya tumeyaona hata pambele. Nilikuwa najifunza sana. Hebu tuendeleze huu utamaduni tulionao na sisi tuwe mabalozi wazuri wa kuisemea Tarime. Amina. Amina. Lakini sikose kumshukuru sana Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa namna ambavyo anaendelea kutuunganisha. Kwa namna ambavyo anatuletea maendeleo makubwa. Mahali ambapo hakuna maendeleo hapawezi kuwa na amani. Au uongo? Na mahali ambapo hakuna amani hapawezi kuwa na maendeleo.
Kwa maendeleo makubwa ambayo tunayaona yanayotokea kila siku. Nafurahi kumwona diwani wa kata hii yuko hapa. Anafanya kazi nzuri sana. Na mmemuunga mkono vizuri. Tunayaona maendeleo ambayo yapo kwenye kata hii. Tuendelee kuyalinda. Tuendelee kuwasaidia viongozi wetu hawa kufanya maendeleo makubwa. Mheshimiwa Rais halali usiku na mchana, na ndio maana na sisi hatulali usiku na mchana kuhakikisha tunafanya kazi ya Watanzania. Tunakuwa sio watawala, tunakuwa watumishi wa wananchi wetu. Sio, naeleweka vizuri hapa? Na niombe viongozi wote wa serikali, twende tukawe watumishi wa wananchi. Tukawasikilize wananchi. Wananchi wetu wana migogoro mingi sana hapo chini. Kuna wananchi wanavuja machozi sana. Lakini dhamana tunayo si viongozi. Na ndio maana tunashirikiana viongozi wa dini na serikali tuhakikishe tunafuta machozi ya Watanzania. Tunafuta machozi ya Wanatarime. Tunajibu kero walizonazo. Wawe na furaha, wafurahie nchi yao. Amina. Amina. Lakini tumie nafasi hii pia kuwapongezeni kwa tukio ile la leo. Kiukweli mimi paroko sikutegemea itakuwa kubwa hii. Hongera sana. Jamani, tumunge mkono paroko wetu. Hebu tumpigie makofi mengi. Basi tusimame kwenye imani yetu. Tunapata matumaini na tuendelea kuishi vizuri. Hata mimi ninapokuwa nimekwama kwa jambo lolote, huwa nakimbilia kanisani. Nakimbilia kanisani kwa sababu ndiko ambako napata faraja, ndiko ambako wanatuombea, na naomba tuendelee kuwaombea viongozi wetu wa kitaifa. Mheshimiwa Rais anafanya kazi kubwa sana. Wote tunajua ni rais ambaye habagui, hachagui kwa sababu ya dini, rangi, kabila. Tuendelee kumuunga mkono sana. Kwa hiyo ushirikiano ambao upo huo, ni waombe sana tuendelee kuwa nao ili tuweze kuongoza roho ambazo tumekabidhiwa na Mwenyezi Mungu. Na mwisho wa siku tutaenda kutolea hesabu. Kwa hiyo kama kuna kiongozi yoyote akitumia taasisi ya kidini kutugawa, tumkatae. Kama kuna kiongozi yoyote ataamua kutubagua, ataamua kuharibu amani na utulivu tulivyo navyo, jamani, mimi ni shuhuda, nimefanya kazi kwenye nchi tofauti tofauti duniani hapa. Nimeshiriki kwenye utatuzi wa migogoro maeneo mbalimbali duniani. Nimeona wenzetu hawezi kukaa wakasherehekea sikukuu kubwa ya Pentekoste kama hii katika hali ya amani, utulivu, tunaimba, tunafurahi kwa pamoja. Kwa hiyo tunayo tunu ya taifa ambayo tunayo. Niwaombe, kama atatokea mtu yote anataka kutugawa, kutuharibia amani tulionayo, tumkatae.